Wananchi wa kata ya Bugogwa wilayani Ilemela mkoani Mwanza wamepewa elimu ya masuala mbalimbali kuhusu uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka 2025, ikiwa ni mwendelezo wa utoaji elimu pamoja na hamasa katika wilaya hiyo. Jambo moja limetiliwa mkazo, nalo ni jinsi ambavyo wananchi wanaweza kushiriki kupiga kura ya kumchagua mgombea urais hata kama si katika vituo walivyojiandikishia. Kwa majina naitwa Shirinde Maliagili, ni afisa uchaguzi wa halmashauri ya manispaa Ilemela. Tunafahamu mwaka huu tume imefanya maboresho mbalimbali katika sheria za uchaguzi, na mojawapo ya maboresho hayo ni kwamba tume inaweza kuruhusu mpiga kura ambaye amejiandikisha katika eneo jingine na akaruhusiwa kupiga kura ya rais katika kituo tofauti na alichojiandikisha. Kwa hiyo mnamo tarehe 15 mwezi wa 9 tume ilitoa tangazo la kuruhusu wananchi ambao wamejiandikisha katika maeneo tofauti mengine kuweza kutuma maombi ya kupiga kura ya rais katika vituo tofauti na walivyojiandikisha. Zoezi hili limeanza toka tarehe 19 mwezi wa 9 na litakwenda mpaka tarehe 2 mwezi wa 10. Na wananchi wanaweza kutuma maombi haya kwa njia mbili. Moja ni kwa njia ya mtandao, kwa maana tume imetengeneza portal maalum ambayo inaitwa KRP. Kwa mwananchi mwenyewe anaweza akaingia mule akajaza taarifa zake na akatuma maombi. Lakini njia ya pili ni ile ya kutumia fomu. Kuna fomu inaitwa namba 29, ambapo mwananchi anafika kwa msimamizi wa uchaguzi, anajaza ile fomu na anaweza kujaza kituo ambacho anataka kupigia kura ya rais ambacho ni tofauti na alichojiandikisha. Kwa hiyo tumefika hapa, tumeelewesha wenzetu, ambapo kwa kiasi kikubwa wakazi wengi wa eneo la hili ni jamii ya wavuvi ambao walikuwa hawafahamu kuhusiana na hicho kitu. Kwa hiyo tumeweza mpaka sasa kuwa na wananchi takribani 20 ambao wamejaza fomu hizo, na mwananchi akishajaza fomu hizo, msimamizi wa uchaguzi anaichukua fomu ile, anaenda kuingiza kwenye mfumo. Mwananchi anapata ujumbe wa message kupitia simu yake aliyejaza pale kwamba ombi lake limepokelewa. Then tume itaenda kuapprove kule, na akisha approviwa, kwa maana akishakubaliwa, atapata pia ujumbe wa message kwenye simu yake kwamba ombi lake la kupiga kura kwenye kituo tofauti na alichojiandikisha limekubaliwa. Kwa siku ya tarehe 29 ataenda kwenye kituo ambacho aliomba kupigia kura na atakuta jina lake mahali pale. Vituo vya kupigia kura vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi na vitafungwa saa 10 kamili jioni. Lakini kabla ya kufika huko, saizi tuko kwenye kipindi pia cha kampeni ambazo zimeanza toka tarehe 28 mwezi wa 8 na zitakwenda mpaka tarehe 28 mwezi wa 10. Kwa hiyo tutoe wito kwa wananchi pia kuhudhuria mikutano ya kampeni, kuweza kuwasikiliza wagombea na sera zao wanazozinadi, ili waweze kuchagua viongozi ambao wamesikiliza sera zao. Lakini je, elimu hii imepokelewa vipi kwa wananchi? Kwa majina yangu naitwa Laurencia Lubigisa Lugendo, ni mkazi wa kata ya Bugogwa wilaya ya Ilemela. Ninawaalika na kuwahimiza wanawake wote. Mimi naamini mwanamke ni mhanga wa amani ya nchi yetu. Kwa hiyo tunaposikia neno uchaguzi tusipuuze. Nawaomba wanawake wote tujitokeze kwa wingi kuchagua mgombea ambaye atatufaa kupitia chama chochote ambacho tutaona kuna mgombea anatufaa. Kwa hiyo ninawaalika wanawake wote tujitokeze kwa wingi ili tupate fursa ya kuchagua. Tunapochagua kiongozi bora, na ndipo tunapoendelea kuitunza amani ya nchi yetu, lakini pia kupata fursa zingine kupitia kiongozi bora. Tunapokosea kuchagua ni hasara yetu sisi wakazi wa Ilemela na nchi nzima ya Tanzania kwa kipindi cha miaka 5. Kwa hiyo ninawaomba na kualika wanawake wote tujitokeze kwa wingi. Kwanza tumpokee mgombea atakayekuja wilayani kwetu Ilemela, lakini pia tujitokeze kwenda kupiga kura. Tunajua kupiga kura ni haki ya kila mmoja, lakini kuna watu wanapuuza, wanaona ni jambo la kawaida. Kuna kauli zinatumika, watu wanasema yeyote atakayekuja ataletwa na nani. Mimi nawaomba wanawake kama mwanamke mwenzenu kwamba tujitokeze kwa wingi ili tumchague mgombea atakayetufaa na kutuletea maendeleo kwenye nchi yetu. Kwa majina naitwa Serelia John Marai, ni mkazi wa kata ya Bugogwa. Leo tumepata fursa ya kuletewa semina ya jinsi ya kupiga kura
Hii semina tumezoea kuiona kwa walimu na wale watu wanaoenda kwa ajili ya kutuwezesha sisi kupiga kura. Maana mwanzo nilikuwa napewa semina wakubwa, sasa hivi tunapewa na wananchi. Unamchagua rais unayemtaka, mbunge unayemtaka, diwani unayemtaka. Kupitia semina hizi unakuwa ushaelewa kila kitu, huwezi kosea, huwezi kufanya kitu chochote kibaya. Nilikuwa naomba vijana wenzangu tujitokeze kwa wingi tarehe 29 kumchagua rais. Mimi kwa jina naitwa Antanasi Isaka Kamenye. Mimi ni mkazi wa Igombe, kata ya Bugogwa. Nilikuwa niko Arusha, wakawa wanatoa wito wa kupiga kura. Nikapata kitambulisho cha mpiga kura, lakini nimebadili mazingira. Nikatoka kutoka Arusha nikaja Mwanza. Makazi yangu ni Mwanza, nimeamua kuja kupigia kura kwa mazingira yangu mimi ninakoishi. Na ndio maana nimebadili. Nikaona kwamba kulingana sijapata elimu ya kupiga kura, ndio maana nimefika kwenye mazingira yanayohitaji kupiga kura. Nimefika hapo, nimeelekezwa vizuri, nikaelezwa kwamba inatakiwa upige kura kwa mazingira unakoishi wewe mwenyewe. Ina maana mwanzoni mimi mwenyewe nilikuwa sijui kwamba unapopigiwa kura ni mazingira yale unapopata kikadi cha mpiga kura, kumbe hapana. Hiyo elimu nimekuja kuipata hapa, ndio maana nikaja nikabadili kadi ya mpiga kura ili mradi iwasilishwe ripoti kutoka hapo kwenda Arusha. Na ndio maana mimi mwenyewe nimependezwa sana na hiyo kubadili sana. Jina langu naitwa Eunice Rugata Ndekeja, ni mwenyeji wa kata ya Bugogwa, Igombe, Rugezini. Mimi hapa nimesimama ya kwamba uchaguzi ni Oktoba tarehe 29. Jamani, tujitokeze kwa wingi, twende tukachague, kila mmoja kwa chama chake. Lakini mimi nahamisha ya kwamba nahamasisha watu tujitokeze kwa wingi, tusikae majumbani. Wa mama, wa baba, watoto wetu wa kiume, mjitokeze kwa wingi. Lakini pia waombaji wote tunaomba muombe uchaguzi wetu, maaskofu, mapadri, wainjilisi wote. Lakini pia mashehe lazima muombe uchaguzi. Tunaomba amani, bila ya amani uchaguzi ukawa na vurugu, tunaenda kumwaga damu. Nchi yetu haijawahi kumwaga damu. Tanzania yetu haijawahi kumwaga damu. Ni kwa nini tuanze kuhangaisha vichwa? Mimi bado nasisitiza, nashauri tujitokeze kwa wingi wa mama, wazee ambao hamjiwezi kabisa na mna shauku ya kwenda kuchagua. Tuwaone mapema kwamba ni wanani, ikibidi tuwe tuna usafiri wa kuwabeba na kuwapeleka kwenye uchaguzi.